Waheshimiwa mapadri wa semina na maparoko wa parokia zetu za kituo hichi, wapendwa masista na waamini walei Sinodi Jimbo Katoliki Moshi, katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Basi karibu katika utangulizi wetu wa Sinodi ya Jimbo Katoliki la Moshi, Sinodi yetu ya kwanza. Napenda kuzungumzia kwa ufahamu wa utangulizi tu kwa kifupi nini maana ya sinodi. Sinodi ni mkutano unaoitishwa na askofu wa jimbo unaojumuisha mapadri, watawa, walei katika kuboresha hali ya maisha, utume wa kanisa kama familia ya Mungu. Kumbe sinodi ni sehemu ambapo sisi kama waamini, tukianzia waumini wa klero yani mapadri, maaskofu, watawa na waamini walei, tunakutana kwa pamoja tukiangalia ama kuboresha hali ya maisha na utume katika kanisa lililo familia ya Mungu. Ni maono ya Roho Mtakatifu, ni nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inatualika na kutusukuma sisi sote kuweza kutambua kwamba ipo nguvu na uweza katika kanisa, ipo nguvu na uwezo katika mambo matakatifu ya Mungu. Sasa tunayaunganishaje haya mambo matakatifu? Tunayaunganishaje haya makuu ya Mungu? Ndio hapo tunaalikwa katika sinodi ili tuweze kutembea pamoja. Hapo sinodi yetu tunaita kutembea pamoja. Maana yake sasa tukutane sote, tulio wale walio mapadri, walio walei, walio watawa. Ndio maana siku hii ya leo unaona tuko kwa pamoja katika makundi hayo matatu, tushirikishane wote kwa pamoja ili tuweze kutembea kwa pamoja. Kadiri ya mtaguso wa pili wa Vatikano, sinodi inamaanisha kwa neno lile la synodos, yaani mkutano au mkusanyiko. Yaani mkutano au mkusanyiko. Wadau wa sinodi ni kina nani? Wadau wa sinodi kama nilivyosema ni maklero, yaani mapadre, watawa wakijumlisha masista na wale walio na nadhiri katika kanisa, waamini walei ambao tuko sisi. Hawa wote wanaitwa waamini ama waumini. Nikinukuu maneno ya Mhashamu Baba Askofu Lekuru wakati anazungumza kuhusu sinodi, alisema hakuna padre ambaye si muumini. Ni kweli? Kuna padre ambaye si muumini? Kuna askofu ambaye si muumini? Wala hakuna sista ambaye sio nani? Kumbe wote tulio waumini katika kanisa tunatembea kwa pamoja kama wadau muhimu kabisa katika sinodi. Ndio maana siku ya leo wamehimizwa mapadri kushiriki, masista kushiriki, pamoja na waamini walei kushiriki. Malengo ama sababu za kuwa na sinodi yetu ni kumtizama Kristo na kutizama toka tulipotokea, tulipo sasa, tunapoelekea kiuchungaji, kiuchumi, kiutendaji na maadhimisho ya kiliturujia ili kurithisha vizazi katika imani ya Kristo. Tutasikia katika mada yetu ya kwanza ya jimbo namna gani jimbo letu Katoliki la Moshi lilipoanzia, wadau wa jimbo letu Katoliki la Moshi. Wengine hapa wa umri wangu tulikuwa hatuko kipindi hicho wakati jimbo linaanza, wengine wamezaliwa wamekuta taratibu mbalimbali zinaenda, wamekuwepo maaskofu kadha wa kadha kwenye jimbo letu Katoliki la Moshi. Imani yetu ilianzia katika kipindi fulani mpaka sasa hapa tulipofikia. Tunaanza kuangalia sasa ile imani toka kule mwanzoni hapa tulipo sasa, alafu tunatizama mbeleni. Ndio tunaweka sasa malengo katika sinodi yetu katika kipindi cha miaka 10 cha kutembea pamoja, tukijadili yale mambo ambayo yameibuka katika sinodi yetu katika haya malengo ambayo amesema kiuchungaji, kiuchumi na maadhimisho ya kiliturujia. Ndio hapo sasa tunaangalia namna gani ambavyo imani yetu inatembea katika miono ya namna hiyo. Lakini kusali pamoja, kutafakari pamoja na kupanga kwa pamoja na kutekeleza tathmini ya pamoja. Haya ni malengo ya sinodi. Ndio tunaona katika sala yetu ya sinodi kwamba tunasema tumsikilize Roho Mtakatifu, tusali daima ili tuweze kugundua karama na vipaji mbalimbali ambavyo kila mmoja wetu anayo. Lakini pale mwishoni anasema ni kuibua mawazo, kuyajadili
na kuyatolea mapendekezo yenye mwelekeo wa kiutendaji katika utume wa kanisa jimboni. Ndio baba hapa amesema kwamba katika sinodi yetu hii siku ya leo tunashiriki wote kwa pamoja. Wako mapade hapa wale walimu wa kanisa watajibu baadhi ya maswali ambayo tutayauliza, lakini ametoa nafasi kwa masista kujibu pia maswali, kwa waamini walei pia nao kujibu maswali, kila mmoja kadiri ambavyo anaelewa, kwa sababu tunashirikishana sote kwa pamoja, tunaibua mawazo kwa pamoja, tunayajadili kwa pamoja na tunayatolea mapendekezo kwamba tufanyeje. Ukiangalia katika yale maoni ambayo yalitolewa kuhusu jimbo letu, maoni mbalimbali, mengi yalikuwa na maboresho. Tunatamani tufanye hichi, mapadri wawe hivi, waumini wawe hivi, sehemu za ibada zifanyike hivi, kuwe na vitu hivi na hivi. Sasa yale maoni yote yale unaona anaibuka katika sinodi hii, lengo lake sasa ni kushirikishana sisi sote ambao ni wadau wa hili jimbo Katoliki la Moshi, lakini kutengeneza au metanoia, yaani mabadiliko ya kina ya ndani kabisa kadiri ya neno la Mungu na taratibu za kanisa, kujiwekea moyo wa nyama. Ndio pale kwenye sala yetu ya sinodi pale mwishoni anasema tumuombe Mungu Roho Mtakatifu, tumuombe Yesu Kristo aliye asili na chimbuko la upya wa maisha, atujalie nguvu na ujasiri wa kubadilika. Kwa hiyo kumbe katika sinodi hii sasa tunapotembea katika haya yote, tunaibua mambo mbalimbali ambayo yanahusu jimbo letu, tunaibua mada mbalimbali na changamoto mbalimbali zinazokabili jimbo letu. Baadaye tunatoka nazo sasa kama changamoto na namna ya kuzikabili, ili tusibaki tena kule. Kama tuliona kuna ushirikina kwenye kanisa, kama tuliona kuna ufifivu wa imani katika kanisa, tunatoka sasa kwa pamoja tukibadilisha yale mawazo, alafu tunakubali kubadilika ndani ya mioyo yetu, tunatembea kwa pamoja kama kanisa la Mungu. Mtakatifu Paulo wa Sita, muasisi wa sinodi, baada ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano, alisema sinodi ni chombo cha kiimani cha kuinjilisha au cha uinjilishaji mpya unaosaidia kanisa baada ya kutembea pamoja katika sala, katika tafakari, katika maamuzi na watu wote wa Mungu kadiri ya wito na nafasi zao katika maisha ya utume wa kanisa, katika maisha na utume wa kanisa iliyo nguzo za sinodi yetu ya kwanza. Kwa hiyo kumbe, kama nilivyosema, hatumwachi mtu yoyote nyuma. Tunatamani sote tuwe sehemu ya sinodi hii. Isiwe tu ni kitu ambacho baba askofu amekiwaza, isiwe tu ni wazo ambalo mapadri wanakuwa nalo. Mpaka mwisho wa siku tunaitisha kongamano, mtu anasema ni kitu kimefanyika huko parokiani au ni kitu ambacho kinafanyika huko jimboni. Tunarudi kule mwishoni nyuma kwa anasemaga ya misioni, mimi sioni. Baadaye anasema ni kanisa la Mbesi kwa sababu tuko hapo parokiani, mimi sioni, wewe huoni. Au baadaye anawaambia tufanye hicho na mimi sioni kwa sababu nyinyi mko huko na mimi nipo. Sasa tunatembea kwa pamoja wote. Kama kuna changamoto tunapeana sote kwa pamoja. Sote tulio wadau tuone hii sinodi ni ya kwetu. Yaani hii sinodi ni yetu, imeletwa kwa ajili yetu. Sisi tulio waamini walei, walio mapadri, walio masista, wote kwa pamoja tushirikiane. Kumbe kila mmoja ana nafasi kwanza ya uhamasishaji mkubwa wa kuweza kuhamasisha yeye na jirani yake, ili sote kwa pamoja tuweze kutembea kwa pamoja kama wadau wa sinodi. Sinodi yetu ya Jimbo Katoliki la Moshi inatudai kusikiliza. Tunamsikiliza nani? Tunamsikiliza Mungu ambaye daima anazungumza na sisi, aliye muumba wa ulimwengu, mkubwa wa ulimwengu na mtawala wa vyote. Yeye ndiye anayemiliki kila kitu. Kwa hiyo tunaanza kwa kumsikiliza yeye. Tunamsikiliza mwanawe, Bwana wetu Yesu Kristo, aliyekuja kwa ajili ya kutukomboa na aliyekuja kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu wetu na kuja kutukomboa sisi na kuturudisha tena kwa Baba kutoka katika utumwa wa Shetani. Kisha tunamsikiliza Roho Mtakatifu ambaye ni mfariji, na Yesu alisema atakuja kutukumbusha na kutufundisha yale yote ambayo alituambia. Baadaye tunasikilizana sisi kwa sisi. Hii tusilisahau. Tunasikilizana sisi kwa sisi. Ndio kwenye ile sala ya sinodi tunasema tuweze kugundua karama na vipaji ambavyo kila mmoja wetu anavyo. Kumbe tukisikilizana kuanzia kwenye familia tutajua vipaji ambacho mkeo anacho, mumeo anacho, watoto wanacho kwenye familia, kwenye jumuiya, kwenye kigango, kwenye kanisa, na baadaye jimbo lote kwa ujumla. Tunakuwa tunatambua kumbe tunazo karama na vipaji mbalimbali ambapo si lazima tu pale asimame pale aseme. Kumbe hata fulani anaweza akasimama akasema. Kumbe hata sista fulani anaweza akatoa huduma fulani. Kumbe hata fulani anaweza akasaidia kitu fulani. Lengo likibaki katika moja lile la ukombozi na wokovu,
tuweze kusaidiana sote kwa pamoja kutembea katika muungano huo, na baadaye kudumu katika imani yetu, na kila mmoja ajione anayo sababu ya kuwa Mkatoliki na haja ya kujivunia huu Ukatoliki. Yote kufanya yote upya, hapo ndipo mwisho wa sinodi yetu. Baada ya kusikiliza na kuyafanya haya yote, tunatembea katika upya huu wa imani. Tukubali kufanya mabadiliko na tukubali kubadilika. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni kwa kusikiliza.